Sasa tuziongelee taratibu za ndege zinapowasili kwenye uwanja wa ndege hapa Marekani. Tunaweza kuchukulia hii ndege hapa kwa mfano. Utaona hii ndege kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea hapa. Na kwanza kabisa wakati ilipowasili, na nimekuwa nakaa hapa tu wakati nilipokuwa nakula chakula cha mchana, nilikuwa nakaa na angalia kila kitu kinachoendelea. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anasimama hapa, na huyo mtu alikuwa anaonesha marubani kama wana umbali gani mpaka watakapofikia kwenye sehemu ambapo walitakiwa kufika na ndege yao. Na utaona hapa kuna namba hizi. Kila namba ni aina tofauti ya ndege. Kwa hiyo hii ndege ingekuwa kubwa zaidi, ingekuwa kwenye sehemu nyingine, lakini kwa sababu ni aina fulani imekuja mpaka hapo, hiyo kipimo cha katikati. Sawa. Kwa hiyo ilifika hapo na watu wakaanza kutoka. Wanatoka kwenye hii tuseme daraja, wakatoka, na baada ya wao kutoka wengine wakaanza kuingia. Sasa kuna hii hapa, na unaweza kuona watu wanaweka mizigo ili mizigo iingie kwenye ndege, lakini kabla hii haijafika kulikuwa na kama lori nyingine ambayo ilikuja kuchukua mizigo ya watu ambao walikuwa wanawasili, kwa sababu hii ni mizigo ya watu ambao wanaondoka. Kwa hiyo wanaiweka sasa hivi, wanafanya hivyo ili watu wawe na mizigo. Lakini kitu cha muhimu zaidi kinachoendelea ni kwamba kuna vipimo ambavyo vinatokea. Unajua biashara ya ndege ni biashara hatari. Yaani kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakaenda vibaya. Kwa hiyo wanahitaji kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, kwa sababu hii ndege inaenda toka Marekani mpaka nchi nyingine, mpaka sehemu nyingine, inaenda kilomita maelfu. Kwa hiyo wanahitaji kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Na unajua ni vibaya sana kwa biashara ya ndege. Wakipata ajali watu wengi wanaweza kufa. Kwa hiyo vipimo vinafanyika ili watu wasife, kwa sababu tunapenda kuishi, si ndio? Sawa. Kwa hiyo utaona hapa kuna vingine ambavyo vinatokea. Kuna huyu hapa amekaa chini ya bawa. Ameweka hii, nafikiri ni ya mafuta, na hii hapa inaingia, na unaweza kuona hiyo engine. Kwa hiyo mafuta yanaingia ili ndege inaweza kuruka na kuenda. Kwa hiyo wanafanya hivyo, wanahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Na ninajua kwamba wako serious kuhusu hii, kwa sababu kulikuwa na siku moja ambapo nilikuwa nasafiri toka Tanzania mpaka Uholanzi mpaka nyumbani Marekani. Na tulipofika Uholanzi tukabadilisha ndege, tukaenda kwa ndege nyingine, na tulipoingia kwenye hiyo ndege nyingine tulikaa, na walisema bado tunafanya vipimo, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo haviko sawa. Baada ya masaa matatu tulikuwa tunakaa pale, hatujaenda sehemu. Walituambia mtatusamee, hatuwezi kuenda, hatujafikia kwenye regulations nini ya ndege kuweza kuenda. Kwa hiyo ilibidi tusubiri mpaka siku nyingine, na ilikuwa kampuni ya Delta, na ninajua walipoteza pesa nyingi sana kwa sababu ilikuwa ndege kubwa, yani watu mamia walikuwa mle, na wale watu wote Delta ilibidi wawalipie kwa hoteli, kwa sababu hatukuweza kuenda mpaka siku iliyofuata. Kwa hiyo kulikuwa najua wako serious kabisa, na ni vizuri, hawawezi kukosea hapo kwa sababu ni maisha ya watu. Kwa hiyo wako serious kabisa. Na nafikiri hamkuweza kuiona, lakini kulikuwa na lori hapa ambayo ilileta chakula. Ilikuwa hapa, na unaweza kuona huo mlango hapo. Walikuwa wanaleta chakula mpaka ndani kwa ajili ya watu ambao wanapanda ndege. Lakini ndio hivyo. Pia kuna hii hapa, hii lori ambayo itasukuma ndege nyuma. Yaani ndege haiendi nyuma yenyewe, hii lori inaisukuma mpaka hapo nyuma, halafu ndege
itaweza kugeuka yenyewe na kuenda huko ambapo kuna barabara kubwa tena ndefu, na ndege itaanza kuenda kwa kasi na itaweza kuanza kuruka. Na hapo kuna mambo ya ajabu ya kisayansi ambayo yanatokea, kwa sababu ya umbo la mabawa ya ndege. Kuna vitu ambavyo vinatokea, vina umbo kama hivi, sawa? Ni kama hivi, na wanapoanza kuenda kwa kasi, hewa inapita juu na inapita chini, lakini inapita chini kwa kasi kuliko hapo juu. Yaani kunakuwa na pressure ya hewa chini kuliko juu, na ndo inawezesha ndege ikaanza kuruka. Ni mambo ya ajabu. Hizi ni mashine kubwa sana, na hata unaweza kuona mtu anakuwa mfupi sana, anakuwa mdogo sana akiwa karibu na ndege. Na hii kuna ndege kubwa zaidi kuliko hizi kabisa. Hata hii hapa ni kubwa zaidi, lakini kuna ndege ambazo ni kubwa sana. Ila ndio hivyo nimependa kushiriki hiyo kwa sababu nimekuwa nakaa hapa tu naangalia taratibu zinazofanyika, na ndege ni maajabu kweli. Mimi napenda sana ndege. Nimependa tangu utotoni, na pia ninaamini kwamba ni baraka kabisa kutoka kwa Mungu, kwa sababu ndege unaweza kuona moja imeondoka sasa hivi. Ni kwa sababu ndege zinatuwezesha sisi kuenda sehemu mbali hata katika siku moja. Unajua, siku za zamani mtu angetoka Marekani na kujaribu kuenda Afrika, miaka inapita, lakini sasa tunaweza kufanya katika siku hii moja. Kwa hiyo ni maajabu kweli kweli. Ndege ni ajabu kabisa. Kwa ndo hivyo naona ni baraka, na pia inawezesha injili ihubiriwe kabisa na watu waweze kufika kwenye sehemu mbalimbali, wasaidie wanadamu wenzao na nini. Kwa hiyo ndo hivyo. Asanteni sana kwa kuangalia hii video.